Kwa majina naitwa Esther Steven. Ni mfanya usafi wa barabarani, nafagia barabarani maeneo ya Makumbusho, barabara ya Kachube. Hii kazi na changamoto, toka nilivyoanza ilikuwa na changamoto kubwa sana. Ndugu zangu walikuwa hataki nifanye hii kazi kutokana na ugumu uliopo, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimejikaza, hii kazi nafanya. Sasa hivi nakaribia miaka 5 kasoro nipo kwenye hii kazi. Kiukweli wana mchango mkubwa sana kwenye jamii yetu. Jamii yetu hii tulionayo inahitaji usafi. Tuna miundombinu kama barabara. Bila kusafishwa hii barabara hatuwezi kuona umuhimu wake. Haiwezi kuwa safi, watu hatuwezi kuipenda, mazingira hayawezi kukaa proper. Kwa hiyo watu tunategemeana. Sisi wenye magari ambao tunatembelea barabarani tunategemea hawa kina mama wasafishe barabara ili gari zetu zipite kwa usafi, kwa kuaminika. Kwa bila hicho kitu tunavyozani, changamoto yao inaweza kuwa ni ngumu sana. Changamoto ndio zipo, kwa sababu tuko barabarani tutakutana na magari, mapikipiki, mabajaji, tunapishana nayo, lakini Mungu ndiye anayeepusha. Kuhusiana na swala la kufagia barabarani au kazi ya kufagia barabarani, kwa kweli ni kazi hatarishi. Kwanza kabisa katika upande wa afya inawaathiri sana. Kwa mimi kama ningeomba labda serikali iwasaidie hata kuwapatia vifaa ambavyo vitawafanya wao kwa ajili ya kujilinda kiafya, kwa sababu wanapokuwa barabarani mambo ni mengi, hususan ajali za hapa na pale. Wanakuwa katikati ya barabara, magari mengi yanakuwa kwenye foleni, kila mtu anataka kuwahi. Kwa hiyo mimi ningeomba kwa upande wao kwanza kiafya waangalie, lakini pia wawasaidie kuwapatia vifaa. Ugumu wa kazi upo. Kama hivi jua linakuwa kali, linawaka sana, mchanga unakuwa mwingi barabarani, muda mwingine najisikia kama uvivu fulani hivi ili usifanye kazi utoke, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaendelea. Baadhi ya watu wengi tunachukulia poa sana kwa kuona labda kazi wanazofanya hawezi kupata kipato kilicho bora, labda pengine hawezi kuhudumia familia zao, lakini ni jambo moja tu. Hawa watu ni wanafanya kazi zao na wanaingiza kipato chao kizuri na wanahudumia familia zao, lakini pia kwenye jamii zetu tunao vijana wao, watoto wao, maana yake tunaishi nao. Lakini sisi tunavyochukulia ni kwamba labda unaweza kumchukulia huyu vipi bana, mama yake anafagia barabara. Kwa tusiwadharau, tuishi nao vizuri na tuamini kama hizo hela wanazopewa na wazazi wao pia zinatokana na usafi wa kufagia barabarani, ambao ni mojawapo ya kazi ngumu. Kwa tuishi nao vizuri pia, tusiwadharau. Ni moja kutafuta riziki. Naomba na wengine ambao wanataka kazi, usichague kazi, kwa sababu popote pale Mungu anaweza akakuvusha na kukupa kiwango kingine. Muda mwingine unakuwa kama hivi, mchanga ukiwa mwingi barabarani unachoka kiasi kwamba mpaka unashindwa kufanya kazi nyingine yoyote, lakini tunavumilia hivyo hivyo. Kwenye jamii watu wapo tofauti tofauti, wengine manyanyaso yapo, watanyanyasa, sio atanichukulia kama machizi fulani hivi, wanatema mate, sijui kutusunya msonyo, lakini ndio hivyo. Kuna wengine wanajua hii ni kazi kama kazi zingine. Watu kama wale pale, jamani, kwanza tunatakiwa muwajali. Watu kama wale wanapigwa na jua, afya yao pia mnabidi muwakatie bima ya afya. Mishahara pia waongezewe, kwa sababu
muda wowote, yani wanapata tabu, vumbi, kulimili vumbi. Pia usalama wao ni mdogo, hasa wakiwa mabarabarani. Magari makubwa yanapita. Madereva bodaboda, petroli zao zilizochanganyika na ubongo zinakuwa gani shida kweli. Kwa sasa kufanya masuala, mtu anacheza uhai wake pale. Anakuambia mshahara inacheleweshwa, mara mshahara ya mwezi huu na na mwezi ule na mwezi ule. Kwa hiyo anakuambia mshahara unakuta miezi mitatu mtu hajalipwa. Kama siku ya weekend, Jumamosi tunatoka saa 6 ndio mwisho. Jumapili hatuingiagi kazini. Zamani hii kazi walikuwa wanafanya wazee. Vijana wengi tulikuwa tuipendi hii kazi. Tulikuwa tunaona kama tulikuwa tunashukulia kama sijui niseme kazi gani fulani hivi. Lakini kwa sasa na vijana wengi na wanaume tena wapo wengi. Familia niyo ninayo na nina watoto, lakini ndio hivyo, Mungu ndio anakupa akili ya kutunza ile hela na kusaidia watoto. Sana sana kama mimi hela yangu naiweka kwenye mchezo. Naiweka kwenye mchezo, afu mwisho wa siku nikipata hela yangu nafanya mambo yangu fulani. Inakuwa inaendesha familia pia.